Nasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 27 kuanzia mstari wa 6 mstari wa 3 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, neno moja tu unatakiwa kujua. Kwa nini watu wanajinyonga? Kwa nini watu wanajiua wenyewe? Kwa nini wanakuwa haraka sana wanapoingia kwenye majaribu, wanapoingia kwenye mateso? Labda aibu ya dunia hii, labda kutengwa na dunia hii, majaribu mbalimbali, matisho ya mauti. Suluhisho lake wanakimbilia kujiua au kujinyonga. Kwa nini? Wewe unafikiria kwa nini? Lakini kabla sijaendelea, mtu wa Mungu, ni kuombe neno moja. Wakati unasikiliza mahubiri haya, usisahau kusubscribe, na utakaposikiliza ucomment pia na ulike. Mungu atakubariki sana. Watu wengi wakifikia katika hali mbaya ya maisha, katika ugumu fulani, katika misiba mbalimbali, aibu, wanakimbilia kujinyonga. Na haya tumeyaona mengi, tumeyaona mara nyingi, hata kusikia watu wanajinyonga, watu wanajiua wenyewe. Wewe unafikiria kwa nini? Liko neno moja tu unatakiwa kujua. Yuko mkuu wa mauti na yuko mkuu wa uzima. Yuko mkuu wa giza na yuko mkuu wa nuru. Kwa hiyo mimi nakueleza, mtu anayewasukuma au roho inayowasukuma watu wanapopatwa na majaribu kukimbilia kujinyonga, kujiua, ni Ibilisi, Shetani, nguvu ya giza. Watu hawa wanapofikia katika mateso ya namna nyingi, wanapoingia katika aibu, labda wanapoingia katika maumivu ya moyo, hawaoni msaada tena, hawaoni suluhisho liko wapi tena. Hapo ndipo wanafunga mlango wa kusikiliza neno la Mungu. Hawataki kabisa kumsikiliza Yesu Kristo anashauri nini ndani ya mioyo yao. Hawataki kupeleleza Mungu anasema nini juu ya jambo kama hili. Je, Mungu anashauri mauti? Hapana. Sasa wakati huo wanapokuwa wanazuia neno la Mungu lisiingie ndani ya mioyo yao, neno la Mungu lisichukue nafasi kumshauri, sasa Ibilisi ndipo anapoingia na kumshauri. Kwa ugonjwa huu jiue. Hiyo ndiyo jibu na hiyo ndiyo suluhisho. Kwa kuuziwa hivi, kwa kusalitiwa hivi, jiue ili wakomeshe na wengine. Ukijiua utatulia kwa amani, utapumzika, utaachana na haya mateso. Huyu ni Ibilisi anakudanganya. Maneno kama haya yanayokupa faraja ya kusema ujiue ndio unapata amani zaidi, ndio unapumzika zaidi, ni Ibilisi, Shetani, anakuingiza katika moto wa milele. Kwa sababu Yesu Kristo hana neno linalosema ukiingia katika majaribu jiue. Hatuna hilo neno. Bwana wetu Yesu Kristo hakutufundisha hivyo, wala Mungu hapendezwi na hilo jambo, mtu kujiua. Kwa hiyo nguvu ya kuua, nguvu ya kujinyonga mwenyewe inatoka kwa Ibilisi, Shetani. Watu wanatakiwa kujua
sio mpango wa Mungu, na hapo unaenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo unajiua, ni moja kwa moja wewe ni mtu wa kuzimu, kwa sababu hilo neno ulilolitii halitoki kwa Yesu Kristo. Ndio unajiua, unaona unajisaidia, lakini hilo neno sio la Yesu Kristo. Ni Ibilisi, Shetani ndio anayekuongoza. Sasa unaelekea kujinyonga, kwa hiyo utakwenda kwake ambako huyo ndio mkuu wa mauti. Yesu Kristo hajatufundisha kujinyonga. Hata kama tunapitia majaribu ya namna gani au haibu ya namna gani, Yesu Kristo anasema jipe moyo, piga moyo konde, niombe, liitie jina langu, nitakuokoa. Lakini watu wanapofikia katika hali hiyo, hawataki kusikiliza tena mashauri ya Bwana wetu Yesu Kristo, hawataki kusikiliza Mungu anasema nini, wanafunga huo mlango. Hawataki kuisikia hiyo sauti, hawataki kutafakari neno la Mungu katika hii aibu niliyoipata, Mungu anasemaje? Hawataki kurudi upande wa Mungu. Sasa wakati ule wanamsikiliza Shetani, Ibilisi ndio anaongoza maisha yao, anawapeleka kwenye kujiua, kwenye kujinyonga. Suluhisho ni hilo tu, na wewe unaona sasa hili ni suluhisho kweli kweli, ni kwa sababu umemwacha Mungu. Ingawa ni Mkristo, kwa nje ukimtazama ni Mkristo, lakini unaona kabisa Mkristo huyu anaenda kujiua, anaenda kujinyonga. Kwa nini? Ni kwa sababu ni Mkristo jina, hana neno la Kristo, wala maisha yake hayaongozwi na neno la Kristo. Sauti ya Mungu haina nafasi kwake. Sasa Shetani ndio anayeongoza maisha, ingawa nje anaonekana ni Mkristo, lakini ukiona anaelekea namna hii, ujue huyu hana Kristo ndani yake. Yuda Iskarioti, mtazame, ni mtume wa Yesu Kristo, ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, ni Mkristo, lakini Biblia inasemaje? Inasema Shetani akamwingia, akatoka, akamwelekeza kwenda kwa wapinga Kristo, akamwambia mtanipa nini ili nimsaliti? Shetani amemwingia. Kwa hiyo Yuda Iskarioti sasa amelitupilia mbali neno la Yesu Kristo, haongozwi na neno la Yesu Kristo tena, hapokei mashauri kwa Yesu Kristo tena, amefunga moyo kwa Yesu Kristo. Sasa Ibilisi ndio anaongoza moyo wake. Sasa wakati huu Ibilisi anaongoza moyo wake, Yuda Iskarioti anachokiwaza ni fedha na mali, anawaza tu utajiri. Sasa anaenda kumsaliti Yesu Kristo. Shetani anaongoza maisha yake kama inavyosema Injili hivi. Tusome mara moja kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 22 mstari wa 3. Neno Mungu nasema hivi: Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale seneshara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumsaliti, kumtia mkononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Ni Shetani aliyemwingia ndani, sasa anaenda kuwa msaliti. Na ndiyo huyo huyo, baada ya kumsaliti Yesu Kristo, sasa Yesu Kristo Bwana wetu amehukumiwa kufa. Alipoona sasa amekwisha kuhukumiwa kufa, moyo ukamrudi. Sasa anakuja kugundua amekwisha kumsaliti, anarudi kurudisha fedha alizopewa, kwamba nilimkosea Bwana wangu Yesu Kristo, naomba nirudishe pesa, kana kwamba anataka sasa wamrudishie Yesu Kristo, yeye wachukue pesa yao. Wakamwambia hiyo haituhusu sisi, umekwisha kuchelewa, ulichukua pesa, sisi tulipata mtu tunayemhitaji. Sasa afanye nini? Kwenda kwa mitume anaona haibu, kwenda kwenye jamii anaona haibu. Dunia imemtenga, hana pa kwenda. Yesu Kristo amekwisha kumsaliti. Kwenda kwa wanafunzi ni hatari kwake, anaona yeye ni hatari jinsi anavyoona. Nani anayemwambia hiyo ni hatari? Ni Ibilisi aliyekuwa ndani ya moyo wake, anamwambia ukienda kule ni hatari, umeshawasaliti. Dunia itakuonaje? Watu wote Israeli watakuonaje wewe umemsaliti mwana wa Mungu? Na unawezaje kumfuata Yesu Kristo uliyemsaliti kule? Haiwezekani. Solution ni nini? Jinyonge, ondoka duniani. Yuda akasikiliza sauti ya Ibilisi, asijue huyo ni Shetani bado anamuongoza. Hakuweza kupata hata nafasi ya kutubu, kusema Mungu nisamehe, mimi ni mwenye dhambi.
nimefanya haya ili litimie andiko kama ulivyosema, lakini mimi nakupenda, mimi nakupenda Bwana. Hakupata hiyo nafasi kwa sababu shetani hakumwachia hiyo nafasi, akamwambia solution, jinyonge. Akajinyonga. Watu wanaokimbilia kujinyonga siku zote ni Ibilisi ndio anaongoza mioyo yao. Watu wanaofikiria kujiua, kujinyonga wenyewe kwa kunywa sumu au kujifunga kitanzi au kwa njia nyingine yoyote ile, au kujichoma moto wenyewe au kujichoma kisu wenyewe au kujichoma silaha yoyote wenyewe, wakidhani wanatatua matatizo, wajue anayewaongoza ndani ya mioyo yao ni nguvu ya giza, shetani, Ibilisi. Kwa hiyo hawana neema tena, kwa sababu neno la Mungu halisemi mtu yoyote au mcha Mungu yoyote akipatwa na matatizo ajiue, ajinyonge. Hakuna neno la Yesu Kristo kama hiyo. Kwa hiyo kama unatii neno hili la kujinyonga, ina maana wewe unaenda kinyume na Yesu Kristo, unampinga Yesu Kristo. Kwa hiyo kama unampinga Yesu Kristo, unamtii shetani Ibilisi na unakwenda kwake, unakwenda kuzimu. Hauna neema ya mbinguni tena, umejiua mwenyewe na unaelekea kuzimu. Bwana wetu Yesu Kristo anasema vumilia hadi mwisho. Anatuambia vumilia, kuwa mwaminifu hadi mwisho. Vumilia, acha wakuue wao, lakini usijiue wewe mwenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha hivi. Kwa hiyo Mkristo unatakiwa kutambua, acha kujua, hata kama una aibu, umeaibika kiasi gani, hata kama dunia inakuona mpumbavu kiasi gani, usijiue, kwa sababu huo ndio mtego wa Ibilisi. Anavuna watu kwa njia hiyo. Usijinyonge, acha watu wakutenge, lakini wewe cha kufanya, rudi kwa Mungu, tubu. Mungu atakupa njia ya kuishi. Mungu atakupatia watu. Hawawezi kukuchukia wote, hawawezi wakakutenga wote. Kuna watu watakuona una busara kwa tukio, kwa hatua ulioichukua. Wakati ule unajiandaa kujinyonga, utaona kama unapata solution nzuri sana, lakini utakapojinyonga watu wote watasema huyu ni mpumbavu. Lakini wewe utakapokaa upande wa Mungu, katika hiyo haibu uliyopitia, katika hiyo magonjwa yaliyokupata yenye haibu kubwa, lakini utakapochukua hatua za kumlilia Mungu, watu watasema ana busara huyu, kwa sababu umekimbilia uzima, umekimbia mauti. Acha uumwe. Wangapi wanaumwa? Sio peke yako unayeumwa. Acha uumwe, hata kama huo ugonjwa wanasema ni ugonjwa wa haibu, labda ukimwi. Ni ajali kama ajali nyingine imekupata wewe, ni jaribu kama jaribu lingine limekupata wewe, na wewe sio wa kwanza, haupo peke yako. Vumilia, rudi upande wa Mungu, mlilie Mungu hadi mwisho, vumilia hadi mwisho, una uzima wa milele. Hata nilisikia mtu ninayemjua kabisa, nilipopewa habari kwamba amekufa. Amekufaje? Amejiua, amekunywa dawa ya kuua wadudu. Iliniuma sana. Kwa nini? Haibu. Shetani anatumia haibu, kwamba anapofanya kila kitu anakuonyesha haibu tu. Utapita wapi? Utaongea na nani? Jinsi haibu ilivyokuzunguka, kwa ugonjwa huu ulionao, kwa mambo haya uliyofanya. Umezini, jamii na kuonaje? Umepata mimba ya ukahaba, jamii na kuonaje? Jiue. Ni shetani Ibilisi huyo. Lazima ufikiri mara mbili. Ndio umefanya dhambi, lakini solution sio kujiua. Solution ni kuanguka magoti, kumwomba Mungu. Mungu atakusamehe tu na ubadilike, uwe mtu wa Mungu, na Mungu atakupa njia ya kuishi tena. Utakuwa bora kuliko hata mwanzo, kwa sababu hayo majaribu yatakuwa ni mtaji wa wewe kuwaelimisha wengine na kuona mapenzi ya Mungu, lakini sio kujiua. Acha wakucheke, hata wakutie katika uchafu wowote ule, lakini hatukuruhusiwa Wakristo kujiua. Tusipite njia ya Yuda Iskarioti, bali upite njia ya Simoni Petro. Simoni Petro, ingawa amemsaliti Mungu, ingawa yeye alisema hawezi kumsaliti, lakini mwisho wa siku anajikuta amemsaliti. Hakuona aibu, aliinua mikono, akaanguka magoti. Bwana, nakupenda,
Ninajuta kwa sababu nilikukana, nilikukatalia kwamba uliponiambia mimi nitakukana nikakataa, nikaona mimi ninaweza kubaki na wewe, lakini leo nimekukana. Ninajuta Bwana, nisamehe. Leo huyo Simoni ndio mtume, ndio kielelezo na mfano, lakini Yuda Iskarioti aliona solution ni kujiua, kwa sababu aliruhusu shetani aingie ndani yake na aongoze maisha. Wazo lolote la kujiua usilipe nafasi ndani ya moyo wako, usilipe nafasi na kuomba. Na kama umefikia hapo, ni afadhali tutafutane, upate ushauri. Majaribu yako mengi, tunapitia majaribu mengi, mengine haibu tupu, lakini hatuwezi kukaa upande wa Ibilisi. Yeye siyo Mungu wetu. Kuna jaribu gani ambalo wewe unaaibika zaidi kuliko lile jaribu ambalo Mungu ameharibika? Yesu Kristo mwenyewe amevuliwa nguo mbele za watu wote, amepigwa, ametemewa mate, amechomwa mikuki. Yeye alivumilia mpaka mwisho ili atimize mapenzi ya Mungu. Na sisi tupite vile vile. Hata kama wakikuvua nguo, vumilia. Iko njia Mungu atafungua kwa ajili yako. Wewe huwezi kuona wala huwezi kufikiria ni kwa njia gani, lakini Mungu anaweza kufanya lolote ukiwa upande wake. Tafuta upande wa uzima, usitafute upande wa mauti ukaipata mauti. Mtafute Mungu katika kila jaribu. Uliza Mungu, tafakari neno la Mungu, utaisikia sauti ya Mungu anakuelekeza, fanya hiki, nenda hapa, anakuindulia wokovu, na wewe utakuwa mfano wa wengine, sio kujinyonga. Basi Mungu akubariki sana. Ninaomba tena usiache kusubscribe. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.